Msichana mmoja ghafla alipata uwezo wa kusikia vitu visivyo na uhai vikizungumza. Siku moja alikuwa ameumia mguu na hakuweza kutembea, hivyo alilala bila msaada katikati ya barabara ya mtaa. Ghafla barabara ilimwambia kwamba gari lilikuwa linakuja kwa kasi kuelekea alipokuwa. Ili kumfanya dereva amuone, taa ya barabarani ilianza kumulika na kuzimika kwa kasi, huku barabara yenyewe ikitetemeka kwa nguvu. Matukio hayo ya ajabu yalimfanya dereva apunguze mwendo na hatimaye akamwona msichana akiwa amelala kando ya barabara. Alipomwona katika hali ile ya kusikitisha, tajiri aliyekuwa ndani ya gari alimwagiza dereva wake apige simu ya ambulance. Hata hivyo, msichana alisikia moyo wa tajiri huyo ukiomba msaada. Akamsihi aende hospitalini pamoja naye kufanyiwa uchunguzi kwa sababu moyo wake ulimwambia ungeacha kupiga ndani ya dakika 30. Dereva alidhani msichana huyo alikuwa amerukwa na akili, lakini tajiri aliona ukweli machoni mwake na akaamua kumwamini. Baada ya kufanyiwa vipimo hospitalini, madaktari waligundua kweli alikuwa na tatizo kubwa la moyo ambalo lingesababisha kifo kama angechelewa kutibiwa. Tajiri huyo alimshukuru sana msichana kwa kuokoa maisha yake. Alipogundua kuwa wazazi wa msichana walikuwa wamemfukuza nyumbani na hakuwa na mahali pa kuishi, alimwomba awe binti yake wa kufikia na msichana akakubali bila kusita. Siku iliyofuata alimpeleka kwenye kasiri lake na kumpa kishafu cha jade, akimweleza kuwa kilikuwa ishara ya hadhi yake rasmi ndani ya familia. Msichana alipoliona jina la ukoo lililochongwa kwenye jade hiyo, alitambua kuwa sasa alikuwa binti wa mtu tajiri zaidi jijini. Bila kusita alianza kumuita tajiri huyo baba. Usiku huo alipokuwa amelala kwenye kitanda chake kipya, bado hakuamini furaha aliyokuwa nayo. Ghafla simu yake ilizungumza na kumwambia kuwa mashindano ya ubunifu wa vitu aliyokuwa akiyafuatilia yangefungwa baada ya siku 5. Mara moja alikumbuka kuwa michoro yake ya awali ilikuwa bado katika nyumba ya familia yake ya zamani. Akaamua kurudi kuzichukua na kukata kabisa uhusiano na familia hiyo. Alipokuwa akijiandaa kuondoka, dada yake wa kufikia alimkuta na kuanza kujifanya mwenye kujali, jambo lililomchukiza sana msichana kwa sababu zamani ndiye aliyekuwa ameiba michoro yake ya ubunifu na kumzushia kosa la wizi wa kazi mbele ya baba yao na kaka yao mkubwa. Kwa kuwa baba na kaka yake walikuwa wakimpendelea dada huyo wa kufikia, walimfukuza nyumbani bila huruma. Wakati huo baba yake na kaka yake waliingia ndani na dada huyo wa kufikia akajifanya mpole, akisema angefanya chochote ikiwa tu msichana angemiliki kuishi nyumbani. Baada ya kusikia maneno hayo ya kinafiki, msichana alimzaba kibao usoni. Kaka yake mkubwa akakimbia kumlinda dada huyo wa kufikia na kumtaka msichana aombe msamaha, lakini alikataa akisema alikuwa ametamani kufanya hivyo kwa muda mrefu. Baba yake akiwa na hasira kali akanyanyua mkono kumpiga, lakini msichana aliinama haraka na kofi hilo likatua kwa nguvu usoni mwa mwanao mwenyewe. Jambo hilo lilimkasirisha baba zaidi